Pembenwe akija kusoma kwa niaba ya mwenyekiti. Maoni ya kamati ya kudumu ya bunge ya bajeti kuhusu mswada wa sheria ya fedha mwaka 2025, Finance Bill 2025. Mheshimiwa Spika, naomba taarifa hii yote ingie kwenye taarifa rasmi za bunge. Utangulizi. Mheshimiwa Spika, kwa mujibu ya kanuni ya 99 fasi ya kwanza B ya kanuni za kudumu za bunge toleo la Februari mwaka 2023 na kuzingatia kifungu cha 9 fasi ya kwanza cha sheria ya bajeti sura namba 439, naomba kuwasilisha maoni ya kamati ya kudumu ya bunge ya bajeti kuhusu mswada wa sheria wa fedha kwa mwaka wa fedha 2020-2025. Mheshimiwa Spika, kwa mujibu wa kanuni ya 96 fasi ya kwanza na 97 fasi ya kwanza ya kanuni za kudumu za bunge toleo la Februari mwaka 2023, mswada wa sheria ya fedha mwaka 2025 ulisomwa kwa mara ya kwanza bungeni tarehe 16 Juni mwaka 2025 na kuelekezwa kwenye kamati ya bunge ya bajeti kwa ajili ya kufanyiwa kazi. Kama taratibu za kamati zilivyo, Mheshimiwa Ahmad Hassan Chande, mbunge, naibu waziri wa fedha, aliwasilisha rasmi mswada huo kwenye kamati tarehe 17 Juni mwaka 2025 kwa niaba ya waziri wa fedha. Mheshimiwa Spika, mswada wa sheria ya fedha wa mwaka 2025 unakusudia kufanya marekebisho ya sheria mbalimbali ili kuwezesha utekelezaji wa bajeti ya serikali kwa mwaka wa fedha 2025-26 iliyowasilishwa bungeni tarehe 12 Juni mwaka 2025. Kupitia mswada huo, jumla ya sheria 33 zilipendekezwa kufanywa marekebisho. Aidha, marekebisho hayo yanajumuisha marekebisho ya mfumo wa kodi, ikiwemo kurekebisha baadhi ya viwango vya kodi, tozo na ada zinazotozwa chini ya sheria mbalimbali, pamoja na taratibu za ukusanyaji na usimamizi wa mapato ya serikali kuendelea kutoa misamaha ya kodi na kwa baadhi ya bidhaa. Mheshimiwa Spika, mswada huu kwa ujumla umelenga kuchochea kasi ya ukuaji wa uchumi, kulinda viwanda vya ndani, kuweka utaratibu rafiki kwa uwezeshwaji wa kodi, tozo na ada, kuchochea ukuaji wa sekta mbalimbali, pamoja na kuanzisha vyanzo vya mapato kwa ajili ya mfuko wa udhamini wa ukimwi, yani AIDS Trust Fund, na bima ya afya kwa wote. Uchambuzi wa mswada. Mheshimiwa Spika, kamati imefanya uchambuzi wa mswada huu kifungu kwa kifungu kwa ajili ya kujiridhisha na maudhui yaliyopo yanayokusudiwa na kufanywa marekebisho pale inapobidi. Aidha, kwa mujibu wa kanuni ya 97 fasi ya pili ya kanuni za kudumu za bunge toleo la Februari mwaka 2023, kamati ilikutana na wadau, yani public hearing, kuanzia tarehe 17 hadi tarehe 20 Juni mwaka 2025. Vile vile, kamati ilipokea maoni kwa njia ya barua pepe kwa lengo la kuboresha mswada huo. Mheshimiwa Spika, naomba niwatambue wadau hao kama ifuatavyo: Tanzania Private Sector Foundation, Legal Human Rights Center, Steel Industry, Java Glass Limited, Lodhia Industry, Simba Cement, Dangote Cement, Twiga Cement, Tanzania Portland Cement Public Limited Company, Shirika la Viwanda Tanzania, Tanzania Sports Betting Association, Tanzania Bankers Association, Jumuiya ya Wafanyabiashara Tanzania, Jumuiya ya Wafanyabiashara wa Kariakoo, Tanzania Mobile Network Operators, Saleh Bashi Glass Industry Limited, Jumuiya ya Hifadhi ya Wanyama Pori, Pharma Africa na Kofa, Deloitte, Barrick Gold Mine, Tamsoa, Tafa, Tasa, Tanzania Human Rights Center, East African Starch Limited, Radi Fiber, wafanyabiashara kutoka Mwanza, Motor Vehicle Assembler, Mofindi Paper Mill, NYP, Serengeti Breweries Limited, Tanzania Breweries Limited, wadau wa afwa ya afya, Tanzania Cigarette Company, KPMG, Tayoa, Maweni Limestone Limited, Tanzania Commercial Poultry Association, ALAF, wazalishaji wa vinywaji baridi, Faraja Human Development Tanzania, Pay TV Service Providers, wakiwemo Azam TV, DSTV, Star Time, Nazuku, Agricultural, Non-State Actors Forum, Kick Start International na watu binafsi. Mheshimiwa Spika, baada ya kamati kupokea na kuchambua maoni ya wadau, iliandaa bango kitita lenye maoni ya kamati kuhusu mswada na kuwasilisha serikalini kwa lengo la kupata ufafanuzi. Mashauriano kati ya kamati na serikali yalifanyika kuanzia tarehe 21 hadi tarehe 25 Juni mwaka 2025. Mheshimiwa Spika, mawaziri walioshiriki vikao hivyo ni Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, mbunge, waziri wa fedha, Mheshimiwa Dr. Suleiman Said Jafo, mbunge, waziri wa viwanda, na Mheshimiwa Profesa Kitila Alexander Mkumbo, mbunge, waziri wa ofisi ya Rais mipango na uwekezaji, Mheshimiwa
Ahmadi Hassan Chande mbunge, naibu waziri wa fedha; Mheshimiwa Dastan Luka Kitandula mbunge, naibu waziri wa mawasiliano na utalii; na Mheshimiwa Stanislaus Haron Nyongo mbunge, naibu waziri ofisi ya Rais mipango na uwekezaji. Mheshimiwa Spika, taarifa hii inatoa mrejesho wa mashauriano hayo kati ya kamati na serikali. Maoni na mapendekezo ya kamati kuhusu mswada wa sheria wa fedha mwaka 2025. Mheshimiwa Spika, jumla ya sheria 33 zilizopendekezwa kufanywa marekebisho kama zinavyoonekana kwenye taarifa ya kamati. Sheria ambazo kamati ilikubaliana na mapendekezo ya serikali. Mheshimiwa Spika, kamati ilikubaliana na mapendekezo ya serikali katika sheria na baadhi ya maeneo ya sheria zifuatazo: moja, sheria ya tume ya ukimwi sura namba 379 na sheria ya bima ya afya kwa wote sura namba 161. 2, sheria ya reli sura namba 170. 3, sheria ya michezo ya kubahatisha sura namba 41. 4, sheria ya tozo za bandari na mafuta sura namba 220. 5, sheria ya madini sura namba 123. Na 6, sheria ya kodi ya usajili na uhamishaji wa magari sura namba 124. Mheshimiwa Spika, serikali imefanya maboresho ya sheria tajwa hapo juu kwa lengo la kuanzisha vyanzo vipya vya mapato kwa ajili ya kugharamia afua za afya na kuendeleza mfuko wa udhamini na udhibiti wa ukimwi pamoja na mfuko wa bima ya afya kwa wote. Kufuatia mabadiliko ya kisera ya washirika wa maendeleo ambao walikuwa wanagharamia sehemu kubwa ya bajeti ya serikali kwenye afua mbalimbali za afya na hasa ukimwi, serikali imechukua hatua za kukusudia ili kutafuta vyanzo mbadala kwa ajili ya kugharamia afua hizo. Mheshimiwa Spika, kamati inaipongeza serikali chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa uamuzi huu thabiti na makini ambao unaandaa kuondoa utegemezi na ushirika wa maendeleo kwa kuhudumia programu mbalimbali zikiwemo afya za afya. Mheshimiwa Spika, huyu ndio rais ambaye anakwenda kuandika historia kwa kuifanya Tanzania ianze kujitegemea katika bajeti yake yenyewe. Sheria ya korosho sura namba 203. Mheshimiwa Spika, maboresho katika sheria hii yalilenga kumpa jukumu kamishna mkuu wa mamlaka ya mapato Tanzania kupeleka mapato yatokanayo na tozo ya kusafirisha korofo ghafi nje ya nchi moja kwa moja kwenye akaunti ya bodi ya korosho kwa kipindi cha miaka 4. Kamati inaipongeza serikali kwa maboresho hayo kwa kuwa awali fedha hizo zilikuwa zikipelekwa katika mfuko mkuu wa serikali. Utaratibu huo ulikuwa unachelewesha bodi kupata fedha kwa wakati, hivyo hatua hii itasaidia kuondoa changamoto hii ili kuchochea maendeleo katika tasnia ya korosho nchini. Sheria ya mfuko wa hifadhi ya jamii kwa watumishi wa umma sura namba 371. Mheshimiwa Spika, kamati inakubaliana na marekebisho ya serikali katika sheria hii ambayo yana lengo ya masuala yafuatayo: moja, kuwatambua wastaafu wanaolipwa mafao kupitia mfuko mkuu wa hazina wa serikali; na 2, kumpa mamlaka waziri mwenye dhamana ya fedha kurejea viwango vya pension vya wastaafu hao na baada ya kupata idhini ya Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Spika, kamati inaipongeza serikali inaongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa marekebisho hayo. Na Mheshimiwa Spika, huu ni ukweli usiopingika. Huyu ndio rais ambaye anatambua mchango mkubwa wa wastaafu katika kulijenga taifa hili. Sheria ya usimamizi wa kodi sura namba 438. Mheshimiwa Spika, kamati imekubaliana na mapendekezo ya serikali katika sheria hii ambapo serikali inakusudia kumwezesha kamishna mkuu kufanya yafuatayo: moja, kutambua hadhi ya ukazi na kutoa cheti kwa madhumuni ya kodi; 2, kutambua usajili wa wafanyabiashara wadogo katika sekta isiyo rasmi ambao wamesajiliwa na mamlaka husika. Aidha, maboresho hayo yanaweka sharti kwa mamlaka husika ya usajili kujumuisha namba ya utambulisho kwa mlipa kodi kama kigezo cha kusajili biashara cha kuwasajili wafanyabiashara wadogo wenye kipato cha chini ya kiwango cha ukomo wa kodi ya mapato. Na 3, kuanzisha mfumo wa kodi wa kielektroniki na kuunganisha mifumo hiyo na mifumo ya walipa kodi. 4, kuweka utaratibu wa matumizi sahihi ya mifumo kwa madhumuni ya usimamizi wa kodi pamoja na kubainisha adhabu kwa watakaokiuka matumizi ya mifumo. 5, kuzitaka pande zinazohusika na mikataba ya ujenzi ya uziduaji, yani extractive, kutoa taarifa kwa kamishna mkuu kuhusu mikataba yao na maelezo mengine ndani ya muda wa siku 30 tangu tarehe ya
kuanza kwa kazi chini ya mikataba hiyo. Na namba 4, kutambua tarehe itakayohesabika kuwa pingamizi la kodi limepokelewa na kamishna mkuu. Vile vile kuweka ukomo wa miezi mitatu kwa kamishna mkuu kuzuia mali iliyokamatwa kabla ya kuuzwa au kuondolewa kwa madhumuni ya kukomboa kodi. Na mwisho kuweka adhabu ya 30% ya mapato yaliyorekebishwa kwa mlipa kodi aliyotoa taarifa za udanganyifu kuhusu hasara. Mheshimiwa Spika, marekebisho haya yanalenga mambo yafuatayo: 1, kuboresha usimamizi wa kodi kwa kutambua sekta isiyo rasmi na kuongeza wigo wa kodi. 2, kuhamasisha matumizi ya mifumo. 3, ushughulikiaji wa malalamiko ya kodi. Na 4, kutoa utaratibu wa uandaaji wa hesabu za kikodi. Mheshimiwa Spika, kamati inaipongeza serikali kwa kuchukua hatua hizo zitakazosaidia ufanisi katika ukusanyaji wa mapato. Sheria ya alama za bidhaa sura namba 85. Mheshimiwa Spika, serikali inapendekeza kufanya marekebisho katika sheria hii ili kuwezesha utunzaji wa kumbukumbu za alama za biashara kwa bidhaa zinazoingizwa nchini na hivyo kudhibiti bidhaa bandia zinazozalishwa na kuingia nchini. Vile vile marekebisho hayo yanalenga kumpa mamlaka waziri wa viwanda na biashara kutengeneza kanuni zitakazobainisha utaratibu wa utunzaji kumbukumbu na alama za biashara na bidhaa. Mheshimiwa Spika, kamati inakubaliana na mapendekezo hayo kwani kwa mara ya kwanza yanaenda kutambua dhana ya usajili wa alama za bidhaa kwa ajili ya ulinzi, yani trademark recognition, yaliyowasilishwa na tume, yaliyokasimiwa na tume ya ushindani kupitia sheria ya alama za bidhaa. Maboresho hayo yanatoa fursa kwa mmiliki wa alama ya bidhaa kuwasilisha tume nyaraka hizo kwa usajili kwa lengo la kuweka kumbukumbu za usajili unaonyesha taarifa zote muhimu ili kudhibiti matumizi ya nembo yake kwenye bidhaa bandia. Kamati ilikubaliana na mapendekezo hayo ya serikali. Sheria ya kodi ya ongezeko la thamani VAT sura namba 148. Mheshimiwa Spika, kamati ilifanya uchambuzi wa mapendekezo ya serikali katika sheria hii na kubaini marekebisho hayo yana lengo la kuimarisha matumizi ya mifumo ya kielektroniki kwenye malipo, mapunguzo ya gharama ya uzalishaji, kuongeza mauzo nje pamoja na kuhamasisha matumizi ya nishati safi. Muktasari wa hatua hizo ni kama unavyoonekana hapa chini. 1, kurekebisha kifungu cha 5 ili kuanzisha utaratibu wa kodi ya zuio ya kuongeza thamani kwa kiwango cha 3%. 2, kuanzisha utozaji wa kodi ya ongezeko la thamani kwa kiwango cha 16% kwa malipo yanayofanyika kupitia benki au mfumo wa malipo ya kielektroniki. 3, kurekebisha kifungu cha 56 na 57 ili kuendelea kutoza kodi ya ongezeko la thamani kwa kiwango cha 0% katika mauzo ya mbolea iliyozalishwa ndani ya nchi kwa kipindi cha miaka 3 na yenye mauzo ya bidhaa za nguo zinazotengenezwa nchini kwa kutumia pamba zilizozalishwa nchini kwa kipindi cha mwaka mmoja. Lengo la marekebisho haya ni kuvutia uwekezaji kwa kupunguza gharama ya uzalishaji na kuhamasisha uzalishaji wa nguo kwa kutumia pamba zinazozalishwa ndani ya nchi. 4, kusamehe kodi hii kwa kipindi cha mwaka mmoja kwenye mafuta ya kula yaliyosafishwa mara 2 kwa kutumia mbegu zinazozalishwa nchini ili kutoa nafuu kwa mlaji. Mheshimiwa Spika, kamati ilikubaliana na serikali kuhusu mapendekezo hayo. Sheria ya fedha ya serikali za mitaa sura ya 290. Mheshimiwa Spika, serikali inakusudia kurekebisha vifungu vya 6, 7 na 8 vya sheria hii pamoja na jedwali ili kupunguza viwango cha ada ya ushuru wa hoteli, yani hotel levy, kutoka 10% hadi 2% na kuweka kiwango mfuto cha ushuru wa huduma ya 0.25% ya mapato ghafi. Aidha, inapendekezwa kurekebisha jedwali ili kutoa msamaha wa ada za upakiaji, yani loading, na upakuaji offloading wa mizigo. Lengo la marekebisho hayo ni kupunguza gharama ya ufanyaji biashara na uwekezaji nchini, kuongeza hamasa ya ulipaji wa kodi kwa hiari,
pamoja na kutekeleza mpango wa kuboresha mazingira ya biashara. Sheria ya ushuru wa biashara sura namba 147. Mheshimiwa Spika, kamati ilikubaliana na mapendekezo ya serikali katika ibara ya 27, 28, 30, 31, 32, 33 na 34 ambapo serikali inakusudia kufanya yafuatayo: moja, kurekebisha kifungu cha 10 ili ukomo wa leseni kwa wazalishaji wa bidhaa zinazotozwa ushuru wa bidhaa kuwa miezi 12 na tangu tarehe ambayo leseni imetolewa badala ya utaratibu uliokuwepo wa leseni utakapofika ukomo wake tarehe 30 Disemba. 2, kurekebisha kifungu cha 146A ili kutoa msamaha wa ushuru wa bidhaa unayotambulika kwa HS code 22071000 kwenye undenatured earth alcohol inayotumika kwa matumizi mengine yasiyohusu uzalishaji wa vilevi, mathalan uzalishaji wa ladha ya vyakula, yani food flavor, kama vile cocoa, vanilla na kahawa. Na namba 3, kufanya marekebisho ya kutoza kodi katika jedwali la 4 lenye bidhaa mbalimbali. Sheria ya hifadhi ya taifa sura namba 282. Mheshimiwa Spika, serikali inapendekeza kufanya marekebisho ya kifungu cha 9 ili kugawa 91% ya mapato ya TANAPA ambapo 51% itawekwa kwenye akaunti ya TANAPA iliyopo Benki Kuu ya Tanzania na 70% katika mfuko mkuu wa serikali. Vile vile inapendekeza matumizi ya fedha kutoka akaunti ya TANAPA yawe yanatolewa kwa idhini ya kibali cha mlipaji mkuu wa serikali. Mheshimiwa Spika, kamati ilikubaliana na pendekezo hili la serikali baada ya kuthibitishwa kwamba 51% ya mapato yanayobakizwa yanalingana na mahitaji ya fedha ya TANAPA. Hata hivyo, kamati inaishauri serikali kufanya uchambuzi zaidi katika mwaka wa fedha 2026/27 kwa sababu kiasi cha 51% hakitoshi kuendeleza kwenye miundombinu ya utalii. Mapendekezo ya muswada ambayo yana marekebisho ya kamati na serikali imeridhia mapendekezo hayo. Sheria ya ushuru wa bidhaa sura namba 147. Mheshimiwa Spika, serikali ilikuwa imekusudia kuongeza ushuru wa bidhaa kwenye huduma za mawasiliano ya kielektroniki kutoka 17% hadi 17.5%. Uchambuzi wa kamati ulibaini kwamba ushuru wa bidhaa kwenye mawasiliano Tanzania ni mkubwa kuliko nchi za ukanda wa Afrika Mashariki, mfano Kenya ni 15%, Uganda 12%, Rwanda 10%, Malawi 10%, Botswana na Afrika Kusini hawatozi kabisa. Hivyo, kuongeza kiwango hicho kingeleta madhara kwenye kuchochea kasi ya kuelekea uchumi wa kidijitali. Aidha, hatua hiyo ni kinzani kwa maendeleo yaliyofikiwa na serikali katika kuchochea matumizi ya teknolojia. Mheshimiwa Spika, serikali imekubaliana na mapendekezo ya kamati ya kuongeza kiwango cha 0.5% na hivyo itaendelea kutoza kiwango cha sasa cha 17% kama inavyoonekana kwenye jedwali la marekebisho ya serikali. Mheshimiwa Spika, hii ndio kazi kubwa ya kamati yako ya bajeti inayoifanya katika kuweza kuishauri serikali. Mheshimiwa Spika, aidha katika sheria hii serikali imefanya marejeo ya viwango vilivyokuwa vimebainishwa katika headings zenye HS code 2302, 2204, 2205, 2206 na 2208. Lengo la marekebisho hayo ni kwa sababu awali ilitakiwa marekebisho yafanyike baada ya miaka mitatu, yani ifikapo mwaka 2026/27. Hata hivyo, kutokana na changamoto za mapato, serikali iliamua kubadili viwango hivyo ili kutanua wigo wa mapato, na hivyo ilikuwa ni vyema kuweka viwango ambavyo sekta ingeweza kuvibeba. Kamati ilikubaliana na mapendekezo ya serikali kama ilivyoonekana kwenye marekebisho ya jedwali ya serikali. Sheria ya udhibiti wa uingizaji wa bidhaa nchini sura namba 276. Mheshimiwa Spika, katika sheria hii serikali ilikusudia kufanya yafuatayo: moja, kujumuisha bidhaa zinazotoka ndani ya nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kwenye wigo wa tozo ya maendeleo ya viwanda kwa ajili ya kulinda viwanda vya ndani na kuongeza mapato ya serikali, na kurekebisha jedwali ili kutoza tozo ya maendeleo ya viwanda kwenye bidhaa za misumari, vichwa vya kuvuta matrela, samani, marumaru, nondo, mabati, vyombo vya plastiki, hema za chuma na vioo ambavyo vinaingizwa nchini. Mheshimiwa Spika, lengo la marekebisho hayo ni kuongeza uwekezaji na uzalishaji nchini, kuchochea mauzo nje ya nchi na kulinda uzalishaji wa viwanda vya ndani kwa kuwa bidhaa hizo zinazalishwa kwa wingi nchini. Hata hivyo,
Pendekezo hili lilikuwa na changamoto zifuatazo. Moja, mapendekezo ya kujumuisha bidhaa zinazotoka ndani ya nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kwenye wigo wa tozo ya maendeleo ya viwanda yanakinzana na ibara ya 19 ya itifaki ya soko la pamoja la Afrika Mashariki ya mwaka 2009, yani East Africa Common Market Protocol 2009. Aidha, hatua hiyo itasababisha vita ya kibiashara katika ukanda wa Afrika Mashariki, hususan maeneo ya kanda ya Ziwa, kutokana na shughuli za biashara zinazofanywa na nchi wanachama katika ukanda huo. Vile vile, hatua hiyo ingechochea uingizaji wa bidhaa kimagendo nchini na hivyo kuikosesha serikali mapato stahiki. Kutokana na sababu hizo, kamati ilipendekeza ibara ya 44B ya mswada ifutwe. Na namba 2, kamati ilipendekeza kuongeza bidhaa 4 katika jedwali ambazo ni starch inayotambulika kwa HS code 1702, liquid glucose inayotambulika kwa HS code 1108, karatasi zinazotambulika kwa HS code 4104, 1100, 4104, 2100, 4104, 3100, 4104, 4100 na 4804, 5100, pamoja na nyaya za mkongo zinazotambulika kwa HS code 8544 7000. Pendekezo hili lilizingatia kwamba viwanda vinavyozalisha bidhaa hizo navyo vinahitaji ulinzi. Mheshimiwa